Lengo kuu la kuwa na cheni au mnyonyoro wa mafunzo haya ni kwamba wakati utakapofika sote tuwe na mtazamo mmoja, isiwe kila mmoja anavutia kwake, sababu tunafanya kitu kimoja. Kwa hiyo tunataka tuende pamoja. Kwa hiyo ujuzi au utaalamu unaotolewa ndio utakaotuunganisha katika kulifanikisha uzuri hili ambalo tunategemea kulifanya tarehe 29. Kwa hiyo ni matumaini yangu makubwa kwamba kama ni walimu mtasikiliza uzuri kila mada ambayo itawasilishwa, na kwa pale ambapo mtu anahisi hajakaa sawa itamuia vigumu kupeleka ujuzi ule kwa wale ambao wanakwenda kuwafundisha, basi asione tabu kuuliza swali au kuuliza maswali mpaka ahakikishe kwamba kichwa chake kiko sawa sawa na ujumbe ule. Atakapoteremsha utakwenda kama ulivyokusudiwa kwa wale ambao wanakusudiwa. Zoezi ambalo tunalifanya ni zoezi la kisheria. Limeanza katika katiba, likaja katika kanuni, limeanza katika katiba, likaja katika sheria, likaja katika kanuni, na kuna miongozo ambayo kiutaratibu inatakiwa kufuatwa. Kwa hiyo kunapotokea changamoto yoyote, basi changamoto ile pia inatakiwa kushughulikiwa kisheria. Usishughulikie wewe kama unavyoona. Ukija ukifanya hivyo unaweza ukajitia matatizoni, kwa sababu utakuwa unakiuka zile taratibu ambazo zimewekwa kisheria. Mawakala wa uchaguzi ni wadau muhimu sana katika swala zima la uchaguzi, na wameelezwa katika sheria ya uchaguzi kifungu cha 75. Mtakuja kufahamishwa, sina haja ya kulitaja moja baada ya jingine, lakini uwepo kwenu katika kituo cha wapiga kura kunasaidia kuifanya lile zoezi kuaminika, na una haki ambazo umepewa za unapokuwa kituoni kama wakala kuzifuatilia. Hutakiwi kufanya vita, natakiwa kuzifuatilia, na pale ambapo pana tatizo kumwelezea mhusika kwa utaratibu. Na kwa vile ni kitu cha kisheria, na kwa bahati na yeye kaona kwamba kile kitu ulichomwambia kina uhakika, bila shaka atakusikiliza. Usinyanyuke tena kwenda kumvuta mashati kila anapokuambia usikii na nini. Hapo utakuwa unakiuka kidogo taratibu za kituo, na wenye kazi wanaweza wakashughulikia. Kwa hiyo ninachojaribu kuwashauri katika mafunzo haya, msikilize vizuri, muulize maswali mpaka uwe una uelewa mzuri ambao unahisi huu sasa na mie naweza nikaenda nikaupeleka kwa wale ambao unawafundisha ili wasaidie